Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu watazamaji. Nina kitu kidogo cha kushare na ninyi kinachotokea kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27. Mahali hapo neno la Mungu linasema, na kama vile mwanadamu mtu alivyowekewa kufa mara moja tu, na baada ya kufa ni hukumu. Na tupo watu tunaishi, tunaingia na tunatoka, na hatujampokea Yesu. Naomba nikupe wito wa kumpokea na kumrudia Yesu, kwa maana muda uliobaki ni mchache sana na hakuna mtu anayejua atakufa lini. Kuna watu tuliwatazama tukatumaini kuwa nao siku nyingi, lakini baada ya hapo wametutoka, wameondoka na hatunao tena. Na unaweza ukafuatilia ukajua huyu mtu pengine amefariki katika ulevi, amefariki kwenye ugomvi, amechomwa kisu, amepata ajali, amefariki maji na kadhalika na kadhalika. Na ukimfuatilia unaweza ukagundua kuwa hakuwa amempokea Yesu na tayari ameshafariki. Maisha yake yanakuwa ndivyo sivyo, maana hajui baada ya hapo anaelekea wapi. Kwa wewe unaishi bado, unapumua, una afya, una nguvu, unaona maisha yako yamenyoka, tafadhali naomba nikupe wito wa kumgeukia Mungu na kumrudia Mungu. Kitu chochote kisikufariji, pesa isikufariji, ndugu wasikufariji, marafiki wasikufariji, mali ulionayo isikufariji. Hivyo vyote ni vya muda tu, tunaviacha, tunatafuta kwa nguvu nyingi na tunakuwa hatuna muda wa kumtafuta Mungu na kumtumikia kwa sababu tunatafuta mali. Lakini ukweli mchungu ni kwamba hizo mali hazina nafasi kwenye ufalme wa Mungu na hatuingii nazo kabrini. So chonde tujitahidi sana kupunguza ratiba tulizonazo, tumgeukie Mungu, tuokoke kwa ajili ya maisha yetu, usalama wetu sasa hivi hapa na baadaye, kwamba tunapofariki majina yetu yawe yameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele. Please msichanganyikiwe. Kuna watu wanasema, kuna watu wengi wanafundisha mafundisho ya uongo, imani potofu, hamna ukweli sasa hivi. Sikiliza roho yako, sikiliza mafundisho. Wapo watumishi wa Mungu wa kweli wanaofundisha vitu vilivyonyoka, wakulee kwa ajili ya usalama wa wewe uishi hapa salama, na baada ya hapo uende mbinguni unapofariki. Mungu awabariki sana, karibuni tena.